I believe on 2 terms. Are you getting the point? 1 term battalion. Unajua one problem na wewe mtu wa one term ni wewe una act na emotions na hasira na uchuki na ukabila. You don't understand politics ni ground. Kwani 2 term iko na watu pia? Sisi tuna watu sisi. Sisi ndio tutasema sisi. Alafu jamaa wa one term sijui alifanya nini watu wa 2 term. Kuna time watu wa 2 term walikuwa vocal. All of a sudden wamekaa siku hizo wamenyamaza. Wapi 2 term ya Honorable Raila Odinga? Wapi 2 term ya baba wetu Ruto? Ati 2 term. Ngeli ni ya 2 term. 2 term toa, 2 term shinda, 2 term peleka nyumba. 2 term akileta ujinga 2 term piga. Fikiria ni tunamwogopa. Akiba kura zetu na 2 term toa. 2 term ngeli ya 2 term. Si sawa. Zote 2 term toa. Kwani 2 term iko na watu pia? Sisi tuna watu sisi. Sisi ndio tutasema sisi. Sisi ndio tutasema. Hatutawasikiza. Kama utatusikiza wewe mshanzi sana. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata. Hawa watahepa tu. Hawawezi kuhepa. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani. Allah. But Rigiji alisema wewe unahusika kwa hii sakata. It is true. Haiwezekani. Anaongea ukweli. Unasikia wewe? Si hata Uhunye anatuambia Ruto is a no. Mtu amwambie asaidie mwenzake. Siwezi. Ninaona hii watu ya Kasongo pale Ikulu wakisema ati Uhuru Kenyatta rais wetu hawezi fanya kazi za Rigiji. Asikudanganya atakufanya president. Tumekubaliana. Ni mvivu sana. Majamaa mimi nimenibulanda. Samufeni pia nimekaa nimeweza kunotice siku hizi. Huko community mambo ni kama inachacha. Alafu jamaa wa one term sijui alifanya nini watu wa 2 term. Kuna time watu wa 2 term walikuwa vocal. All of a sudden wamekaa siku hizo wamenyamaza. Ni ngumu upate mjamaa anasema 2 term mbele ya watu. Ni kama watu wamekasirika, ni kama si unasema 2 term jamaa kuone kibare. Sasa hii mafano wengi wa 2 term wabaki tu zao ni nini? Zao ni kama wana support 2 term kiroho, kindani au banji. Watu wa 1 term kwa ni rada. Mlifanya nini hao just wa 2 term? Juni bulanda. Hii 2 term tuisikii kwa matajiri. Hii 2 term tusikii watu wa Range Rover wakisema. Hii 2 term tuisikii na malandlord na malandlady. Hii 2 term tuisikii kwa watu wenye wako kwa flight, watu wako kwa ndege wanaenda Europe. Hii 2 term tuisikii huko Runda na Karen. Hii 2 term tunaisikia kwa mitaa mabanda. Kijana anatoka kwa nyumba ya matope na mabati. Ndiye ameng'ang'ana na amekazana hapa na 2 term. Watu wa iPhone siwasikii kwa hizi 2 term. Watu wa Samsung pia simu kubwa siwasikii kwa 2 term. Vijana wa Katululu na simu za mkopa ndio wamejazana na 2 term. Wanataka kiongozi mahali fulani awasikie wakisema 2 term awaitie chakula. Njaa imefanya waanze kuongea uongo. Hawaongei kenye iko kwa roho. Njaa inafanya wasifu viongozi ndio waitwe State House wapatiwe chakula. Njaa imewafikisha mahali sasa wanasifu kiongozi ndio pia walishiwe familia zao. Tujasikia hii 2 term na wasomi malecturer. Tujasikia hii 2 term na madaktari masurgeon. Hii 2 term inasemwa na ma school dropouts. Hii 2 term tunaisikia kwa watu wenye hawakumaliza shule. Watu wajui mlango ya kuingia high school inakaa aje. Hii 2 term sasa tunaisikia na maskini. Watu wa kurent, watu wa kulala nyumba za makato na maboxes. Njaa isikufanya mtumwa. My friend, simama na ukweli. Njaa isikufanya mtumwa. Sawa. Njaa isifanye muungane vijana 20 mwanze kusema 2 term mkitafuta form kwa waheshimiwa. Njaa isifanye muende mtafuta mkope simu za watu murecord nazo video za 2 term. Watu wa 1 term wanajua kuhustle. Watu wa 1 term wanajua kujitafutia. Sawa. Tumia akili yako vizuri wewe bongolala. Unajua one problem na wewe mtu wa one term ni wewe una act na emotions na hasira na uchuki na ukabila.
You don't understand politics ni ground. Sasa wewe, for example, wewe mwenye uko one term, ati unangojea, yani mko tu, Gachagua ana campaign huko Mount Kenya, mnangojea tu ati aseme ni Kalonzo ama ni Matiang'i na anaenda kuchukua tu. Yani bila hawa jamaa kuweka effort, mnaona tu yani ati Ruto ameenda tu nyumbani. Ruto ako na Wakorino State House, saa 8 ako sijui Kisii, jioni ako Northeastern, kidogo ako sijui harusi fulani. And then you think that kind of a person is the person you will compete with, mkingojea tu Gachagua. Well, let me tell you, when Gachagua akiwa kwa ile mazishi, aliwaambia William Ruto I can work with you, lakini wachana hao watoto. Rigathi Gachagua interest yake ni ku make sure ya kwamba amepata ma MPs wengi sana waingie DCP. In fact, Gachagua anajaribu kufollow the footsteps ambayo Raila alianza naye. Raila ali make sure kwanza amekuwa na watu wa Nyanza kwa ODM. And then now akaanza kutafuta the minority group, the minority tribes. Aka make sure sasa anaanza kutafuta hawa. Contrary to what nani anafanya. Gachagua anaamua kwanza atafuti the minority, anataka kwanza yeye mwenyewe ku control Mount Kenya, which is very hard. Remember, my MPs na kila mtu walitokea UDA, but bado still 1 million walipigia Raila. So still watu wanaweza ingia UDA nini DCP. But kwa presidency pale they can decide William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua is not interested with whoever will become president. Anajua he is impeached. He knows it, he is not a fool. Lakini ati kina Matiang'i hawa jamaa wote ati wanangojea tu. Yani mnakaa tu chini, hata you don't know, hawajai enda hata Mombasa, hawajui hata Northeastern, hata Western wamewachilia Western. Hata Nyanza wakanyagi, and then ulituvali wakanyagi, and then you tell me they are just expecting wa connect tribe yao na Mount Kenya na wamepenya hivyo. My friend, ni ngori hata vile mtu hakuwin na Wakale na Wakikuyu peke yake. Aliwin na Mombasa huko ma UDA, akawin Northeastern, akaenda huko Bungoma akapata. Let me tell you my friend, wewe uko tu one time hapo, you don't know the politics of ground. Ground ndo kila kitu iko. Hawa jamaa wako tu kwa maofisi na ma press conference. And they think hivyo tu ndo watakuwa president. Wewe unaota bwana. This thing needs, hii kitu ni ya kunyakua bwana. Hii kitu ni inataka kifua. Hey. My friend, unajua ni kwa nini Murkomen, CS Murkomen aliamua kunyamaza, kutulia. Asha sense kwamba hii mambo ya one term ni kitu inaenda kufanyika. Mtu tu hajapewa kipawa ya kuona mapema ni Sudi, lakini Murkomen ashajua. Ushasikia opposition wakilalamika juu ya Murkomen. Kwa sababu gani? By the Murkomen ni CS very powerful, but aliamua kukaa kando kidogo. Kwa sababu gani? Ashajua ushindi inaenda wapi. Licha kwamba president anajijaza, tutashinda. Wale kuna mtu ananiweza kweli. Even the president knows kwamba anaenda kupigwa kwa uchaguzi na kuja. Na atapeana power by the way. Vile Uhuru alimpa ndio yeye atapeana. To either Matiang'i ama Kalonzo. Hii kitu tunawaambia hapa as a joke, but we are going to be watu wanaenda kushangaa. East Africa for the first time president anaenda one term. Siko hapa inakusini next year. You will see. Majamaa mimi mmenibulana. Kusema hii gava inaende kila mtu one by one. Kila mtu tafikiwa. Siko hivi. Ishafikia wale watu wenyewe wanapenda kupeana bribe ndio wapate kazi. So court of appeal imesema ni hivi. Mjamaa ukienda upatie mtu bribe, alafu ile mjaste akuoshe ganji yako kwa siku kupatia ile kazi mlikomeagana. Court of appeal imesema hakuna kupeleka kesi kama hiyo kotini kwa sababu wanasema law does not reward corruption. So ukioshwa, wewe oshwa na unyamaze. Hakuna kupeleka kesi kotiko. Bulanda. Kwanza wewe unapenda shughuli za kwenda kubai mawera kwa marume na kwa mafedi na kwa TSC. Bulanda. Unaona ukweli usemwe, ukipatana na Mkikuyu ambaye ako tuta, huyo ni Mkikuyu, hata ukichunguza maisha yake ni maisha mzuri, anaishingi na majirani vizuri, ananga chuki. Hata ukiona watoto yao ni very bright, wanacheza na watoto ya watoto wengine. Yani ukichunguza maisha ya mtu ambaye ako tuta, ni mtu ambaye anaona Kenya in a wider view. Yani ni mtu hata anajua hizi maneno ya corruption, mashida ambazo Kenya tuko nazo hazijaanza na William Samoei Ruto. Anajua hata wao wenyewe wakiongoza zilikuwa hizo mashida na ikaendelea kukua mpaka saa hizi. So hawa ni watu wanajuanga ya kwamba you give a chance, you give an opportunity to anybody ambaye unaona anafanya hii kazi kwa bidii.
Lakini ukipatana na ule Mkikuyu ako one term, akiongozwa na Gachagua na Uhuru, hawa ni watu hata upende hao aje, hata ufanyie nini hao, hawawezi kukupenda na hawawezi kukuona anything different apart from tribe yake. Hata ukijaribu kuangalia, angalia saizi Uhuru Kenyatta alisapotiwa na William Ruto kutoka 2013, 2017 mara 2, akapewa mpaka CS karibu 4. Ruto akaendeleza ile CBC yake hakutoa, akaendelea mpaka housing. Lakini unapata bado anachukia William Ruto, hataki William Ruto aendelee kuwa president. Lakini ni rahisi sana aenda samee Gachagua ambaye alimtusi mbele ya watu wote, mbele ya umati, mbele ya TV. Kila mtu alikuwa anaona across the world. Akasema huyu venye Uhuru ni mbaya. Lakini Uhuru anaweza kaa na huyu jamaa, hata anaweza taka kupiga handshake na yeye. Mtu ambaye alisema Uhuru alituma maaskari akamtoa akamstrip naked. Wacha nikwambia hawa ndio the same people wale mzungusha Raila akisema Kibaki tosha walikuwa wanampenda. Ile siku ya Raila, hawa ndio the same people walimuibia yeye kura. Hawa ni watu hakuna siku wataendelea. Na hizo ndo mbegu tunataka tu eradicate kwa hii Kenya. So wao Wakikuyu wa one term, chanukende bwana, change, join Kenya. After William Ruto, we also want another tribe. We want other tribes to lead this Kenya. Huh? I believe on 2 terms. Are you getting the point? I believe on 2 terms. And His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, will hand over the instruments of power comes 2032. Yeah, and I want to state it very categorically without mincing. That 2032 is where the President will going to hand over the instruments of power. That is according to the Constitution. So I say to His Excellency, the President, bravo, give that fire a kindles, don't be intimidated or chaperoned by surrogate cartels who perhaps in a manner likely to suggest something else. Thank you.